Naam, karibu sana. Ifuatayo ndiyo maana ya mtu aotapo huku yuwapigana vita au yu katika uwanja wa vita. Maana ya kwanza, uotapo katika vita inamaanisha kwamba kuna kitu spesheli, kitu muhimu sana ambacho unasumbuka, unang'ang'ana nacho katika maisha yako. Vilevile inaweza kuwa na maana ya kwamba una shinda ambazo unataabika nazo, unateseka na unasumbuka kihela. Hali ya kiuchumi imekuwa ngumu sana kwako, na hivyo unaweza pia jipata unaota huku yuwapigana vita. Vilevile, iwapo unapitia katika hali ngumu ya kifamilia, mizozo ya kifamilia, mapigano na kutoelewana, vilevile unaweza jipata unaota mara kwa mara ndoto huku yuwapigana mieleka, huku yuwarushiwa magrenedi nawe warudisha makobora. Vivyo hivyo, iwapo una msongo wa mawazo au hata vile unasumbuka sana kisaikolojia, hisia zako hazijatulia, utajipata wapigana vita, yuwabeba zana za vita, yuwakimbizwa, yuwapiga nduru na yuwafanya yale mambo yote ambayo hufanywa katika uwanja wa vita, huku ukijaribu kushambulia na kujihepa mashambulizi. Vilevile, iwapo unasumbuka katika masuala mazima ya kiroho, utajipata yuwaota huku yuwapigana vita au yuwajiona yu katikati ya uwanja wa vita. Na pili, inaonyesha kwamba kuna mvutano katika maisha yako kidani. Maishani mwako kuna jambo hivi karibuni unalolipitia ambalo linafaa uamuzi thabiti, na hivi unahisi kuna mvutano kati ya kufanya kinachofaa au kilicho ni rahisi kukifanya. Vilevile, iwapo una jambo ambalo unajaribu kukabiliana nalo na unahisi kuna uoga, tena unajaribu kuwa mkakamavu, pia utajipata yuwaota ile ndoto. Vilevile, iwapo una tabia ambazo ni tabia mzee, tabia zako ambazo ni mbaya, unajaribu kuzibadilisha, unajaribu kujenga tabia zingine nzuri, basi wakubaliana nami kuacha tabia zingine, tena zile tabia mbaya, si jambo rahisi, na hivyo utajipata yuota mara kwa mara huku yu katika uwanja wa vita au yu warusha makobora. Na katika hili utajipata kwamba wakati mwingi ni wenye vita inakulemea. Jambo la tatu ni kwamba inaweza kuwa ni vita ya kiroho. Unaweza jipata katika ulimwengu wa kiroho kuna watu wanakupiga vita. Vilevile inaweza kuwa ni majaribu. Iwapo kuna majaribu yametumwa kwako au yuwapitia katika kipindi cha majaribu, basi unabudi kujipata yuwaota ndoto sampuli ile. Vilevile inaweza kuwa imani yako inajaribu kushambuliwa. Iwapo kiroho imani yako inashambuliwa, utaota ukipigwa vita au ukipigana pia. Iwapo katika ile hali ya kutaka kukua kiroho, unataka kuwa mtu mwenye maombi, mtu mwenye amezama kiroho, basi hilo si jambo rahisi, kwani kuna mvutano wa ulimwengu na wa kiroho, na hivyo basi utajipata yuwavutaniwa katikati, na hilo linaweza sababisha ukaote ukiwa katika vita. Ya nne, unaweza jipata una jambo muhimu ambalo unajaribu kulipigania, kama vile heshima yako, hadhi yako,
Unaweza kuwa unapigania imani yako au unachokiamini. Watu hupigania imani zao sana. Watu pia hupigania familia. Unaweza kuwa unajaribu kupigania familia yako au hata maisha yako ya baadaye. Na hivyo basi, uonapo umeshinda katika ile vita, ni vema kujua ya kwamba inamaanisha utakuja kuibuka mshindi dhidi ya jambo ambalo linakukabili. Lakini uonapo umeshindwa katika ile vita, basi ina maana kwamba kuna jambo ambalo limekuzidi sana kihisia katika maisha ya kihalisia. Iwapo umejiona katika mahali kuna vita lakini wewe hupigani, yatizama tu, basi inamaanisha kuna mzozo au mvutano fulani unajaribu kutokea. Kuna jambo ambalo ni muhimu, jambo ambalo unafaa kuliangalia, lakini kuna venye unajaribu kulihepa. Na iwapo umejipata umejeruhiwa katika ile vita, basi ina maana kwamba umeathirika sana katika swala nzima la kihisia, au kuna jambo ambalo linakuathiri, jambo ambalo linakulemea na limekukalia ngumu kweli katika hali nzima ya hisia zako. Na hivyo basi, ili ung'amue ukweli wa mambo kuhusiana na ndoto yako ya vita, ni vema kujiuliza maswali kadhaa kama vile yafuatayo. Ni vema kujiuliza, nilikuwa napiga mtu, hasa mtu ambaye ninayemfahamu, au nilikuwa napigana na watu nisiowafahamu? Vile vile ni vema kujiuliza, nilishinda katika ile vita au nilishindwa? Vile vile ni vema kuangalia kana kwamba ulikuwa unapigana peke yako au mlikuwa mnapigana na wengine, mlikuwa wengi. Angazia hisia, kwani nayo hisia ndiyo mambo yote katika utafsiri mzima wa ndoto. Hisia zako zilikuwa namna gani wakati ulikuwa unaota ile ndoto? Na tena pia pindi tu ulipoamka ulikuwa unajihisi vipi? Ulikuwa mwoga au unahisi uoga, ukakamavu na kadhalika.